Yes, karibu sana tuzungumze soka. Naitwa Babu Ali kutoka JNR Mtita TV. Nyuma ya kamera yuko mwenzangu Stan na hapa niko na mzee wa data Ramadhan Bwaduke. Subscribe JNR Mtita TV kwa ajili ya kuweza kupata habari za kisoka. Na tunapewa udhamini mkubwa na JNR Mtita Unisex Saloon na Brand Hotel ambao wanakukaribisha sana unapofika mkoa wa Dodoma. Utapata huduma mbalimbali katika hoteli yao hii ambapo utapata huduma malazi, utapata huduma ya chakula kizuri, vyakula vya Kiafrika lakini pia vyakula vya kimataifa, utapata vinywaji vya pale Brand Hotel. Wana kumbi mbalimbali kwa ajili ya mikutano. Tembelea Instagram page yao na mitandao yao mingine ya kijamii kwa jina la Brand Hotel, lakini Instagram ni @brand_hotel. Mzee wa data, wana tunaona Yanga hivi sasa ipo chini ya kocha msaidizi Mabedi. Lakini wanatafuta kocha mwingine ambaye atakuja kukiongoza kikosi cha Yanga. Ikitokea Yanga wakafuzu hatua ya makundi kule ligi ya mabingwa, labda kunaweza kukaa na athari yoyote kwa mabadiliko haya ya benchi la ufundi? Hakika ni dhahiri lazima kutakuwa na athari kwa mabadiliko ya benchi la ufundi wakati wakiingia katika hatua ya makundi, lakini athari zinaweza kawa chanya, kunaweza kuwa na athari hasi, lakini athari zitakuwepo. Mimi nataka athari zote, mzee wa data. Zote. Kwa kuanzia naweza kusema athari chanya. Athari chanya zinaweza zikawa kutegemeana na kocha atakayeletwa. Kwa vyote vile management ya Yanga kwa hivi karibuni mara nyingi wanapofanya mabadiliko ya walimu huwa wanachukua wale ambao wanaendana na namna Yanga inavyocheza, hasa katika muundo wa kucheza. Formation. Nimeangalia mimi kuanzia alipokuwa Nasreddine Nabi, wengine wote waliopita hapa. Mfumo mara nyingi kwenye kucheza ni baada ya golikipa kunakuwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, watatu ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Lakini sio tu hiyo formation. Wanachezaje? Yanga wacheza yake ina dominate zaidi mchezo, inamiliki zaidi, inacheza zaidi katika nusu ya pili ya uwanja. Lakini inahakikisha kwamba mabeki wao wa pembeni wanakuwa kama playmakers, kama viungo wa uchezaji kutokana na mfumo huu wa 4-2-3-1. Lakini huwa inanyumbulika 4-3-3, wakati mwingine 4-4-2 na kadhalika kulingana na mpinzani, lakini muundo mama huwa ni 4-2-3-1 baada ya golikipa. Kwa hiyo kocha ajaye, naamini bila kujali kwamba anaitwa Babu Ali, anaitwa Mbwaduke, anaitwa Stanley, mfumo wake utakuwa ni huu. Mara nyingi Yanga huwa hawachukui kocha ambaye ana utofauti sana. Robin Folz mfumo ndio huu, Sead Ramovic mfumo ulikuwa huu, Hamdi Milud, Nasreddine Nabi, Miguel Gamondi, ila utekelezaji sasa wachezaji katika kutekeleza majukumu kwa mfumo huu ndio ambavyo inaweza ikatofautiana kidogo. Kwa mfano, Sead Ramovic ilikuwa ndio maana wanakuja na slogan ya gusa achia twende kwao. Yeye pasi hazipigwi nyingi sana, zinapigwa chache lakini za kwenda mbele. Mbele muda wote kwa kasi, kwa speed, ili mpinzani asipate nafasi ya kujipanga wakati wanashambuliwa. Shepu yake ya kiulinzi iwe haijarudi wakati Yanga washafika. Kitendo ambacho kiliwafanya wao wanafika mara nyingi sana. Ndio maana katika ligi kuu Tanzania bara chini ya Sead Ramovic Yanga mechi 6 ilifunga mabao 22 alafu imeruhusu mabao 2 na ilishinda zote. Ni kwa sababu ya hii. Lakini ni chini ya Sead Ramovic mechi 6 za hatua ya makundi ambapo yeye alikuta Yanga kwenye ligi ya mabingwa ikiwa hatua ya makundi ndio timu iliyoongoza kupiga mashuti mengi. Kila mechi ilikuwa inapiga mashuti 14. Mechi 6 ilipiga mashuti 84 na ndio timu iliyoongoza shots per match katika michuano yote ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita, wakifuatiwa na Al Ahli ya Misri ambao walikuwa na 13 plus around 14 kama Yanga. Ligi kimehesabu Yanga ndio namba 1, 2 Al Ahli, wastani wa mashuti kwa mechi. Ni kwa sababu ile gusa achia twende kwao, hawacheleweshi, umefika unapiga. Kwa hiyo kocha atakayekuja, huyo kocha mpya akitua, basi anaweza ikawa ndio chanzo cha kujua hizi athari hasi na chanya. Chanya ni kwamba akiwa anasimamia vema utekelezaji wa mfumo huu wa 4-2-3-1, upo uwezekano Yanga bado akaendelea kufanya vizuri tu. 2 ni kwamba ujio wake unaweza ukawaamsha baadhi ya wachezaji ambao pengine kwa makocha waliotangulia kiwemo Romain Folz walishajiona wao kama wako sidelined, kama wametengwa, kama si sehemu ya mfumo. Kocha na wachezaji wake fulani. Sasa akija kocha mpya, kila mmoja anatamani kupambana ili yawe chaguo la kwanza la kocha mpya. Sasa hilo linaweza ikafanya kujituma kuongezeke, na katika mpira wa miguu kujituma peke yake ni mtaji wa kutosha katika mchezo wa mpira wa miguu bila kujali masuala ya kiufundi. Yaani ile total commitment ni jambo la msingi sana. Lakini chanya nyingine labda ni inategemea sasa na huyo mwalimu atakayekuja, kama ana wasifu kwamba yeye anafanya vizuri sana kwenye michuano ya CAF,
kitendo chake tu cha kuwepo kinatosha kuwafanya wachezaji waamini kwamba sasa tumepata jembe la kutupeleka kwenye fainali na kutoa ubingwa. Yapo mengi ya chanya naweza kusema, lakini hasi pia zipo. Hasi ni pamoja na ukweli kwamba michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi ni yenye ushindani sana, yenye mbinu sana. Wapinzani wa Yanga, wapinzani wa timu zetu Tanzania hukutana na timu ambazo hucheza kijanja sana, yani tofauti na michuano mingine. Kwa mfano, hata mashabiki wanapaswa kujua, wakati mwingine wao wanawaza soka sambusa, soka biriani kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye stage zote, na hasa zinapokuja swala la mtoano au timu kutoka matokeo ipige hatua zaidi kuliko mwenzake, huwa zinacheza kimbinu sana, kijanja sana. Wakati mwingine haihusishi juu ya umiliki wa mpira na kucheza mpira wa kuvutia. Sasa kocha anapofika anaweza kujikuta wakati anaingiza mifumo yake wachezaji waanze kumuelewa, ndio wakati huo anahitajiwa kwenye mechi. Kwa hiyo kujikuta kuna baadhi ya mambo anafanya vizuri halafu yanashindwa kubalance, kuna kwa hamna mizania kwenye mechi, wakajikuta wanapata matokeo mabovu. Mfano, katika msimu uliomalizika Yanga walifanya hivi wakati walipofuzwa hatua ya makundi, kukawa na mabadiliko kwenye technical bench. Akawa ameingia Sead Ramovic. Yaani yeye ndo aliongoza Yanga katika hatua ya makundi mechi zote. Matokeo yake ni nini? Kwa slogan ile ya gusa achia twende kwao, kwa falsafa yake ya kiuchezaji, hapigi sana pasi za kulia kushoto wala nyuma, ni mbele wako direct, lakini pasi nyingi la mbele. Kila mmoja anakimbia uwanjani. Yanga walikuwa na shauku sana ya kushambulia. Walikuwa wanashambulia sana, matokeo yake kukawa hakuna mizania katika baadhi ya mechi, hasa kwenye ligi ya mabingwa kwenye kushambulia na kuzuia. Ndio maana unaona Yanga ilikuwa ndio timu iliongoza kupiga mashuti mengi, nimetoka kutajia, kwa mechi mashuti 14, mechi 6 imepiga mashuti 84, lakini ikawa hakuna mizania ya kuzuia, hakuna mizania ya namna sasa ya kutumia hizo nafasi kufunga, kwa sababu wanafika kwa haraka lakini wanataka kupiga kwa haraka. Unakuta mwingine hayuko kwenye nafasi nzuri sana ya kufunga, lakini ataka afunge wakati kuna mwenzake kwenye nafasi nzuri sana ampasi. Yani kwa sababu wao wanatakiwa kila kitu afanye kwa haraka. Kwa akifika pa. Nini kilichotokea? Mashuti 84 Yanga walifunga mabao 5 tu. Yani 5 katika mashuti 84, maana yake kuna kitu tunasema goal conversion rate. Uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao wa Yanga ulikuwa dhaifu mno, duni mno, ni 5.9, ambao huwa unapatikanaje? Unachukua mabao yaliyofungwa chini na idadi ya mashuti yaliyopigwa zidisha kwa 100. 5.9, wakati Yanga yenyewe kwenye ligi kuu Tanzania bara ilikuwa na uwezo kubadilisha nafasi kwa mabao wa 23%, kwa sababu kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika 24-25 Yanga ilipiga mashuti 360, mashuti 204 yalilenga shabaha, wakafunga mabao 83 ambayo ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara. Goal conversion rate ilikuwa around 23%. Lakini kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ulikuwa 5.9. Wakajikuta wao wanaruhusu mabao mengi kuliko wanayofunga, kwa sababu wakati wanapoteza hizo nafasi bado kwenye eneo lao la kiulinzi likawa muda mwingi linafikika kuliko wao wanavyoenda kudhuru wapinzani. Waliruhusu mabao 6, wao wamefunga mabao 5. Kwa hiyo goal difference ilikuwa hasi moja. Sababu zinaweza zikawa nyingi, lakini mojawapo ilikuwa ni transition, mabadiliko kutoka kocha mmoja kuja mwingine, kutoka waliopita kwa maana Miguel Gamondi kuja Sead Ramovic, ambaye yeye cheza yake ni kufika kwa haraka, kufanya majaribio kama nilivyotoka kuambia. Kwa hiyo wakajikuta wanafika wakati mwingine hawana mizania sawa ya kuzuia, hawana mizania sawa ya namna ya kutumia hizo nafasi wanazozipata. Hizi ni athari hasi ambazo zinaweza kutokea kwa namna nyingine. Hii nimeelezea ilikuwa ni athari namna ambavyo Sead Ramovic alikuwa anaziendea mechi za ligi ya mabingwa katika hatua ya makundi, ambapo wajikuta wameshinda mechi 2 tu, wametoa sare mechi 2, wamepigwa mechi 2. Huku akiupiga mwingi, wao ndio timu iliyokuwa inapiga pasi nyingi ya pili kati ya timu zote, ingawa walishia hatua makundi. Iliongoza kupiga pasi nyingi pa mechi ni Mamelodi, pasi 451, ya pili kati ya timu zote hatua makundi mpaka finali waliocheza Pyramids na Mamelodi. Ya pili ilikuwa Yanga inapiga pasi 362 zinazofika. Umeshaona umiliki wa mpira baada ya Mamelodi iliyokuwa inamiliki mpira kwa 64% pa mechi. Ya pili ni Yanga around 59, maana ni 58.5. Yanga ndio ilikuwa inapiga kona nyingi pa mechi, kwa sababu ndio ilikuwa inashambulia kwa kasi, wapinzani wanalazimika kutoa mipira inakuwa kona. Yanga ndio aliongoza, kila mechi anapiga kona 8. Hizo sifa zote, hizo takwimu nazitoa,
zikakosa maana, kwa sababu Yanga ndio timu imeruhusu mabao 6, imefunga mabao 5. Yanga ikamaliza nafasi ya 3 ikiwa na pointi 8, ikaishia hatua ya makundi. Sababu zinaweza kuwa nyingi, narudia, lakini mojawapo ni juu ya mabadiliko ya falsafa za walimu katika kuiendea mechi. Wote muundo ni 4-2-3-1, lakini katika kutekeleza mipango ya namna ya kucheza pale uwanjani ilitofautiana. Kocha ajaye itokee kwamba wachezaji wakamate hicho atakachokitaka kwa haraka, lakini pili, utekelezaji wa hicho atakachokitaka kwa haraka mwisho wa siku uwe kwa namna chanya, kwa sababu vinginevyo zinaweza zikawa athari hasi. Jambo lingine ni kuona labda hata akija kocha mwingine basi awe anaingiza mambo yake kidogo kidogo, aanzie pale walipo atakapowakuta kina Patrick Mabedi wakati Yanga ikiwa chini ya Mabedi, asiwabadilishe sana, kwa sababu akibadilisha sana itakuwa ngumu katika kuipa Yanga inachokitaka. Ikumbukwe Yanga ikitokea haifuzu makundi inaweza kujikuta iko katika aibu kubwa, kwa sababu timu nyingine za Tanzania zina dalili nzuri sana za kwenda hatua ya makundi. Na maanisha watengeneza waje Simba, na maanisha Azam, na maanisha Singida Black Stars. Sasa wakiingia hiyo makundi, basi mabadiliko yao ya benchi la ufundi wajitahidi isiwe chanzo cha wao kufeli na kuishia makundi kama ilivyotokea msimu uliopita, bali wasonge mbele zaidi, wakitumia zaidi wachezaji bora walio nao na ambao wengine wamewasajili ili kupata matokeo bora na hatimaye kuwapa furaha na Yanga, kuwapa furaha Tanzania. Naamini athari chanya ndo zitadominate, zitatawala zaidi kuliko hasi pindi atakapokuja kocha mwingine. Sasa mimi nikushukuru mzee wa data. Shukrani jazilan. Yes, mzee wa data Ramadhan Mbwaduke amezungumza hapo. Nauliza kama ikitokea Yanga ikafuzu makundi CAF Champions League, mabadiliko ya benchi la ufundi inaweza kuleta athari gani, na amezungumzia upande wa hasi na chanya. Mimi naitwa Babu Ali, nyuma ya kamera yuko mwenzangu pale Stanley. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.